Ni mistari ama ni hadithi ambayo iko na mistari mingi, lakini in essence hii hadithi inaongea kuhusu the rich man and Lazarus. The rich man and Lazarus. Kwamba kulikuwa na, lakini katika udogo wetu tulifunzwa kuhusu tajiri wa Lazaro. Praise the Lord. Alikuwa anaambiwa tajiri wa Lazaro, lakini kwa kweli ni kwamba anaitanishwa utajiri, anaitanishwa na Lazaro si kwa sababu ya mema, lakini kwa sababu ya ule uhusiano ambao walikuwa nao. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ni tajiri. Kuna watu wawili ambao wanatajwa katika hii hadithi. Mmoja ni tajiri na mwingine ni maskini, Lazaro. Tajiri hatujaambiwa jina lake, lakini Lazaro ndiye mtu wa kwanza katika parables za Yesu kutajwa kwa jina. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwanza hii hadithi inalinganisha watu wawili, maisha ya watu wawili ambao wanatofautiana sana. Mtu wa kwanza ni huyu tajiri ambaye tunaambiwa ya kwamba aliishi maisha ya utajiri, a crazy rich life. Crazy rich life. Yaani utajiri usio na mipaka. Bwana Yesu apewe sifa. Aliishi in a gated community. Nyumba za kifahari, maisha ya kifahari, extravagant life. Bwana Yesu apewe sifa. Mavazi ambayo alivaa, tunaambiwa ni mavazi ambayo yalikuwa ni ya bei ya juu. Praise the Lord. Tunaambiwa ni mavazi ambayo ilikuwa ni purple linen. Hallelujah. Na tukienda katika historia ya Mediterranean, yani pande hizo za hii hadithi mahali imetoka, nguo ya hiyo rangi ya purple, amen, ilipatikana kutoka kwa snail. Unajua snail? Konokono. You know konokono? How many does know konokono? Snail. Snail kuna uzi huwa inatoa. Amen. Huo uzi ndio ulitumika kutengeneza nguo hiyo ya nini. Kwa hivyo lazima ungeua konokono wangapi ndio watengeneze roll moja ya wazi. Amen. Kwa hivyo ilivaliwa na matajiri. Bwana Yesu apewe. Kwa sababu the source of material kutengeneza hii nguo ilikuwa ni kitu. Konokono moja kitambo atatoa kiasi gani ndio ifike roll ya huyo tajiri? Si ni bei gani sana? Na hizo ndio mavazi huyo mtu alivaa. Praise the Lord. Kwa hivyo alikuwa ni mtu tajiri kupindukia. Kwa Kiswahili sanifu, utajiri wa kupindukiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mavazi ya purple linen yalilinganishwa na utajiri. Yaani ukiona hiyo suti ambayo tunasema hiyo ni ya Jonjo, si tunasema hiyo material ni ya Jonjo, kwa sababu Jonjo ndiye alikuwa anavaa nguo ya very expensive. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu ambao ni tajika hata leo hii, na ndio tukaona mwezi wa 6 March June last year ukawa na shida because ya watu ambao wanavaa extravagant. Ama ilikuwa shida nini? Si jenzi walileta shida kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu ukiangalia mtu hivi, unaangalia ile nguo amevaa, unasikia mtu amevaa saa, anasema saa yake ni ya 25 milioni. Na mshahara wake ni 700,000. Inapelekana kiatu cha 15,000. Tai yaani ukimhesabia akisimama hivi, huyo mtu amebeba 100 milioni. Sasa kwa nini tusilete shida? Watu. Praise the Lord. Watu wa leo wako hata katika Kenya wako. Praise the Lord. Na ni watu ambao wamekashifiwa pia katika Biblia. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kukawa upande mmoja kuna hiyo tajiri
ambaye alienjoy life with himself, alienjoy maximum life. Praise the Lord. He was spending money on enjoyment, comfort, pleasure, every day, every time. Si usiku moja. Unajua sometimes tunasemanga tu, leo ni mwejo, leo na familia yangu tumeenda mwejoyo, tunatumia 2,000, tunasema tumeenjoy. Sindio labda umesema umetoa watu wako out, ukitumia 2,000 ama 1,900, kesho ni hati. Si ni kweli madam Mary? Kesho unashikwa na si ni kweli kanisa? Lakini huyu mtu ni every day, sisi ni kasiku kamoja, lakini yeye ni kila siku. Life kama hiyo haibadiliki kwake. He was very rich. Bwana Yesu asifiwe. On the other side, kukawa kuna upande ule mwingine, na unasikia ile macho alikuwa anavaa, anaishi gated community. Tunajuaje kwamba ilikuwa na gate? Kwa sababu upande ule mwingine kuna hadithi ya mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Lazaro, ambaye alikuwa analetwa kwake kwa gate. Kwa hiyo nyumba ilikuwa na gate. Bwana Yesu asifiwe. Gated community. Squeeze on them and give your neighbor. Praise the Lord. Naye Lazaro was a poor man. Poor. Na mtu anahesabiwa kuwa poor kwa sababu gani? Lazarus was not just poor. He was deep in poverty. Yaani hakuwa tu poor, lakini alikuwa ametumbukia katika umaskini. Yaani anaongelea katika kidimbwi cha umaskini. Praise the Lord. Yaani akigeuka hivi ni umaskini, akigeuka hivi ni umaskini, ako kwa kidimbwi cha umaskini. Bwana Yesu apewe sifa. He was always sick. Yaani mgonjwa kila wakati. Mavazi matambara ambayo yameraruka na ni machafu. Praise the Lord. Amen. Always sick. Kwamba alikuwa na vidonda sores mbichi, kidonda ambacho, alafu kukawa kuna wild dogs, mbwa ambazo zinatoka kichakani, na mbwa pia wa kutangatanga wanakuja kulamba vidonda za. Kwa hivyo kidonda kilamba inakuwa mbichi kila siku, kina remain red. Kidonda kibichi kinakuwa red, ni kama kimejeruhiwa saa hiyo hiyo. Ali remain hivyo. Mpaka mzee James umemuona. Naona umemuona kwa mpaka yaani unamhurumia. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu alikuwa na umaskini mwingi. Vidonda zimejaa kwa mwili wake mzima. Kila wakati hana chakula, njaa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Starving, he desired to be fed. Alitamani apewe. Amen. Alitamani usaidizi. Alitamani mkono ambao utanyoshwa. Apokee compassion. He needed compassion. Praise the Lord. Na mpaka wa leo there is people ambao wana need compassion. Wanaishi maisha tu ya asikie tu. Praise the Lord. Asikie tu mtu ambaye atamnyoshea mkono, mtu ambaye atamwambia njoo, mtu ambaye atamwambia praise the Lord. And this man hakuwa na mtu ambaye angempatia tumaini. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo pia hakuwa na nani? Hakuwa na priest. Mnamuita priest. Hakuwa na priest ambaye angempatia there is hope. Kesho kutakuwa sawa. Thank God you have a priest. Ambaye anakupatia neno la tumaini, ambaye anakufanya utoke hapo ukiwa unajua I'm going to conquer. Kesho Monday itakuwa sawa. Amen. Nimeitwa kwa disciplinary
sitting committee, lakini I will go there with confidence. Praise the Lord. Ni biashara iko hivi na hivi. Praise the Lord. Huyo mwenye gari amekutishia mande usipofikisha pesa fulani, labda hiyo gari na kunyang'anya. But go confidently. Ukijua kuna wingu na pia kuna neema ya kutosha. Praise the Lord. Na hapa ni wengine wote ambao wako hapa. Praise the Lord. Kaa confident. Ishi confidently. Ukijua hauko alone. You have the priest, you have the altar, and you have the armor bearer. Praise the Lord. And our wives are our armor bearers. Praise the Lord. Yaani ukigonga hiyo mlango asubuhi anakuambia nenda bwanangu, najua utarudi. She is the armor bearer. Praise the Lord. And we wish them well. Hallelujah. Women's Day siku yako, I wished you well. Bwana Yesu apewe sifa. Because they are our support system. Bwana Yesu apewe sifa. Wanatufanya kupatia neno moja tu. Papa itodie. Wewe unasikia kweli wewe fafa kweli. Yaani unaenda hata wale ambao unakutana na wao, unawaambia unajua huko nimewaacha nimeitwa nani? Hilo neno tu. Baba yetu enda tu tutafutie. Inakufanya una walk majestically. Si ndio? Nawe unamwambia mamangu narudi. Amen. Mama usijali narudi, I'm coming back. Na kweli wanaume wacheni niwaambie. Aki hiyo kitu. Unajua saa zingine tuache hata kuhubiri. Tuongee maisha vile yalivyo. Unaona haya maneno mawili ya kuambiwa nenda na wewe useme hivi. Sikudanganya. Muhindi huko anakuanga nauliza fulani atafika saa ngapi? Mwalimu huko anauliza fulani atafika saa ngapi? Praise the Lord. Yaani share yako inakuta praise the Lord. Ukifika kwa hiyo gari unakuja stage imejaa hivi. Kwa sababu ya the words ambazo ulitoka nazo nyumbani. Haya maneno ambayo utajiwa na familia yako. It is your support system. The armor bearers ni hiyo familia. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu mwanaume ajue kwamba yeye ndiye kuhani wa hiyo nyumba. Awaambie ni kweli itakuwa sawa. Praise the Lord. Lakini si ati anatoka pia ameinama. Wacha aende kama iko. Hebu imagine amewacha mtoto anafukuzwa, lakini anamwambia usijali wewe kesho utarudi shule. Daktari kindo. Hana chochote, lakini amesema nini? Usijali mtoto atarudi kesho. Wewe jitayarishe kesho unarudi shule. Unarudi shule. Hiyo sauti wacheni niwaambie. Usiseme kidogo. Sema with confidence. Na huyo mtoto atarudi. Yaani Mungu anafanya mambo ya teteke huko. Yatendeke watu waongane ili wewe uweze kupenya. School fees urudi na. Praise the Lord. Believe in God. Tuamini Mungu. Mimi Mungu mambo ambayo amenitendea siwezi kuyahesabu. Bwana Yesu apewe sifa. Siwezi kuhesabu, but it is because of faith and confidence. Bwana Yesu apewe sifa. Who is going down? Praise the Lord. Hallelujah. So huyu mtu ambaye anaitwa Lazaro ni mtu ambaye alikosa even somebody. Hakuna mahali tunatajiwa alipata siku moja kuamuka akawa appreciated, akawa amepatiwa a word of hope. Nowhere. Bwana Yesu amewe sifa. But he was there. Lakini alikuweko. Amen? But regardless ya hayo mambo yote, huyu mtu ambaye anaitwa Lazarus, ambaye inamaanisha kwa Kiebrania inamaanisha is the Lord is my power. Lazarus means the Lord is my power. In Kiebrania ni Elias. Na ndio hii Eliezer. The Lord is my helper. Praise the Lord.
Eliezer means the Lord is my helper, and Eliezer ni the Lord is my power. Na ndio hiyo Lazarus. Praise the Lord. Amen. Unaweza kuonekana mnyonge but you are Eliezer. The Lord is your helper. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa tukifika mstari wa 22 tunakuta kuna jambo moja ambalo lilifanyika kwa hawa watu wote wawili. Tajiri akafa na huyu maskini akafa. Tajiri, huyu maskini tungetarajia afe, si kweli? Lakini huyu tajiri kwa nini afe? Lakini who is God? Mungu ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Wote walikufa. Na kwa Kiingereza wanasema death is the great equalizer. Yaani kifo ndicho kinatoshanisha watu wote. Ukienda kule mochari, yule ambaye alikufia wapi na yule ambaye alikufia wapi, wote wanawekwa pamoja. Wote wanawekwa pamoja. Yule aliishi wapi na yule aliishi wapi, wote wanawekwa. Kwa hivyo inasemekana kifo ndicho kinasawazisha watu wote, wanakuwa lengo moja. Kwa hivyo hao watu walipokufa wakawa lengo moja. Lakini kuna tofauti. Praise the Lord. Kuna tofauti kwa sababu huyu masikini wakati alikuwa hai, kuna mambo ambayo alitengeneza. Kuna mambo ambayo alifanya in his life. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lazaro katika maisha yake alitengeneza uhusiano wake na Mungu. Haleluya. Praise the Lord. Lazaro uhusiano wake na Mungu ulikuwa sawa. Amen. Hata kama kifo kinatutoshanisha, lakini kuna mambo mengine ambayo tunafanya tukiwa hai ambayo yatatufanya tusiwe sawa. Praise the Lord. Kuna mambo ambayo tunahitaji tufanye tukiwa hai. Haleluya.